ya kwamba kuna kitu ambacho kionania kanave kindu kitaende samundoni wakuwa ndini. Na kwa ufupi nataka tupitie pointi kadhaa na kwa kubini enda tupitile maundu mana ambazo zinaonyesha yani ni dalili ilani mawona nyomana ya kuonyesha mtu wako wa ndani ako na shida, ni mgonjwa. Magona nyakana mundu wakuwa ndini ena dhina muna kanani muwa. Kwa sababu nina imani baada ya hii ujumbe nondo nina mwikio kana itina wawao Mungu amekusudia kutuponya. Ngaini weyumbanete kutubosia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni akaiwe. Haijalishi mambo yamekuwa magumu kiasi gani. Iwi ukula ni maundu meta bandu meyanata. Mpaka ukafikia level ya kuvunjika moyo. Ngina kwa vikie kiwango cha utulika ngoo. Nataka nikuhakikishie mpendwa, niende kuikiria mwenzi. Mmoja Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye tayari kuponya leo. Tuina umwe ula utonga wita wa Yesu Kristo tonga utobasio mundi. Bwana asifiwe. Yesu ataiwe. Dalili za kwanza wona nyawambe za kuonyesha kwamba mtu wako wa ndani ni mgonjwa. Wakana mundu wakuwa ndini ni muwau. One is persistent spiritual dryness. And the loss of passion for God. Pepa wipimilile tiamuno wakumiwa na kumukosa kumwenda ngai. Bwana Yesu asifiwe. Yataiwe. Persistent. Angalia hizi dalili katika maisha yako. Pasisi amesatu maundu tutu weta kanake mawana nyemanana alini wako. Ujipime uko wapi. Nika noto nekwili mawe uiba. Wakati utapata mambo ya kiroho yameanza kuwa magumu kwako. Nilao kedi ya maundu mabeba ni mambi ya ukwete. Na hata utaki mambo ya maombi. Ona maundu mambo ya panini ona ndumegwa. Mambo ya Mungu nasikia yameanza kuwa magumu kwako. Maundu manga iwe metie la yuni wako. Yaani umeanza kumboeka. Wambilia kuilelela. Kumboeka. Wambilia kulea kuunga. Bwana asifiwe. Yataiwe. Reverend, you know, katika hii kanisa kuna watu wa kanisani na wamboeka na Mungu. No wezi reverend kana watu iba kanisani peando atangiye na imepwewe ni ungai. Kwa sababu mtu wa ndani ni mgonjwa. Nondo mundu wa ndani wawaye. Hallelujah. Hallelujah. Na unapoambiwa tuje maombi uji na wewe ndi tuende imboya hata utaki mambo ya maombi. Maundu mambo ya wikije maweko kanaka. Utaki mambo ya Mungu. Nuenda maundu manga hiyo na kaukenesio. Hiyo ni dalili kuu ya kwamba kuna ugonjwa ndani yako. Usuni wona nyomunene kika na vena uongo. Bwana Yesu asifiwe. Yataiwe. Na hiyo dalili na ondosu hiyo ni hatari sana. Wona usuni mwazoku. Kwa sababu Mungu alipotuumba nondo ilenga iwatumbia. Atuumba ili awe roho wake uwe connected na roho wake aliye ndani yetu ambaye ni mtu wetu wa ndani. Nika na beba wake ukwatiania na beba ula wendeni waitu ulane beba nedayo ula wendeni witu. Na wakati umeanza kukaukiwa kiroho na waambia kume watebani utaki mambo ya maombi. Nduenda maundu mambo ya mambo ya Mungu. Nduenda maundu mangai. Na kuambia hiyo ni dalili sahihi ya kwamba kuna kitu ambacho ni kibaya katika mtu wako wa ndani. Usuni wona nyomwingi kukika na bekindu kitaendene sakondoni wakuwa. Na baadaye hata Mungu anaweza kufanya ugonjeke. Na patende hiyo nonga ini utumo wa Yesu. Bwana asifiwe. Hata Mungu mwenyewe onanga imwene anaweza kufanya ugonjeke mtu wa ndani. Ni ukuwasia mundosu wa ndeni. Atafanya aje? Akekata. Umeomba uone hata dalili za kujibiwa maombi. Ni mwaboni na onanga kemesio kao songe wa mboya baye. Hata Yesu. Bwana asifiwe. Umekaa kanisani uone mambo ya badala ya kuendelea yanakuwa mabaya. Niweka lile kanisani lakini bado kama ndo kuendea na kitie kweta. Wewe umeamua kumchukia Mungu. Gina watu kumumena ngai. Kwa sababu uone akikujibu. Nondo ndo nayo songea. Hiyo hali na kufanya hata umchukie na ugonjeke ndani. Ondosu wituma umudatia na wiwande. Hata wengine wameacha kanisa. Nangi onamaitia kanisa. Kwa sababu wanaona Mungu ni kama asikiangi. Nondo maana ngaitotebwa. Bwana asifiwe. Lakini nataka nikukumbushe kwamba mimi ulilikanyati Mungu bado yupo, hajachelewa. Ngai leo bona ndaselewa.
Usikate tamaa. Huyu Mungu hajachelewa. At his own appointed time atakuja. Atakushughulikia. Kwa hivyo ukiona dalili hii ya kwamba mtu wako wa ndani amegonjeka, dalili moja mtu wako wa ndani amegonjeka ni ile hali ya kutotaka mambo ya Mungu. Spiritual dryness. Unajua unaposoma Psalms 42 ni wesi wasoma Zaburi wa 40 pale Daudi aliongelea kuhusu ile kiu ya kuwa ile hali ya kuwa na kiu na Mungu. Ndabiti bawa nene ya ondo wa kuiva na wao ni wangai. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu ataiwe. Anasema kama vile ayala na ya otondo ndatai. Ayaoneaye mito ya maji. Beba aimanda turusi tuwa manzi. Hivyo nafsi yako inakuonea. Otauna wadayo wako beba. Inakuonea kiu ewe Mungu wangu. Wikuiwi ya wauni wenga yasa. Wakati unapoendelea na safari ya wokovu. Lila mwende na chalo cha utangi. Baada ya kwamba kile kiu cha kumtafuta Mungu kimeondoka. Ula wauni wangu mandanda ile toodela. Hiyo ni ishara ya kwamba mtu wako wa ndani ameanza kugonjeka. Usuni uona ni waka na mondo wakuwa mbini wambiyo. Hiyo ni hatari sana. Usuni moisio munene muno. Wakati utapata niloka kwa tai. From January to December. Kuma mwai wa mbengi na wa December. Yani wewe unakula masahani yakiwa yamejaa morning, breakfast, lunch na jioni from January to December. Na hata utaki kujua mambo ya kufunga na kuomba, hiyo ni ishara ya kwamba umegonjeka ndani. Nina oisani kwa emuswe kwa cha samonzane awiyo na nduti ya kuyona kamwe usunu uwa munene wabe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni ishara ya kwamba kuna kitu ambacho hakiendi salama. Usiuona ni waka na beke ndo kitaendete nesa. Dalili nyingine wana nyongi ya kwamba mtu wako wa ndani ana shida. Waka na Mungu wakuwa ndani ana dina. Ama amegonjeka. Kana ni muwau. Ama yupo karibu kugonjeka. Kana ni ukije wa. It is when you have constant fear and anxiety. Nela wina uya na kutele mangamana. Bwana asifiwe. Leo unaishi maisha ya uoga. Laani wikale tedayo wakukia. Maisha ambayo ni kama hayana tumaini. Dayo winge tote na wikwacho. Maisha ambayo unaona ni kama Mungu hakusikii. Dayo winge ukuona ngaito utakuiwa. Wapendwa chini niwaambie. Endo ni mwati. Mungu aliyetuokoa. Gayula watutangi. Alituokoa ili atutangiye. Tuwe na msingi imara ndani ya ufalme wake. Tuwe na msingi mulumu mbele wa usumbi wake. Na ndipo Biblia inatuambia. Na iwe Biblia ni utia. Be anxious about anything. Tuike makia kuongo na wina. But can I tell you? Ende ni kuyai. Bado kwa sababu tu katika hii dunia. Nondo tuyobande no. Hakuna mtu hajawahi pitia hiyo hali. Paimo ndotae silebinda yao maka. Unaona mambo vile naingia hapa ni kama inakuja kufyeka. Ukona maundondo makete tanoka ukumina. Bwana Yesu asifiwe. Wienda taiwe. Kwa hivyo hali inapofika kama hiyo, ilao ndo wali kato osui. Unafaa kuchukua hatua kwa sababu hiyo sio hali ambayo Mungu ametuambia. Waili tekosa itamya nundu ngaida atombe akiu. Na ndio Biblia inasema ni Psalms 34:4. Nichoki kitumi Biblia ni kwa Zaburi 3:4. Pale Biblia inasema, na Biblia yasiye. I called upon the Lord. Na mwika ile Yehova. He answered my prayer. Na asongea mbele zake. And he delivered me from all my fears. Na amba na tekuma mawema kioni makwaombe. Wokovu tulioitiwa. Utangi yote ni wokovu ambayo tunafaa kuishi ndani ya msingi imara na dhabiti ndani ya wokovu. Ni utangi yotoili teka la misingi ni milumu ya utangi hiyo. Watu siku hizi ando midene wako na uoga. Mena wia. Ni nini kitachofanyika kesho? Kuiki kata une. Maisha ni magumu. Dayo ni wetie. Watu hawajui maisha yao yataendaje. Ando mayesi dayo
Wengine hata wanaogopa kufa. Onange makia kikuwa. Wengine wanaogopa wachawi kuliko kuogopa Mungu. Ange makia indo ikumewa ungai. Bwana Yesu asifiwe. Na kuambia wewe uwe na unafaa kuwa na msingi imara ndani ya Yesu. Ni pia kanawa ili tena na msingi malumundeni wa Yesu. Kwa sababu yeye ndiye jiwe letu imara. Nungu ni wewe pia yitu yake kutoa. La wokovu wetu. Na utangi ya wito. Na ndipo unaona. Na ni wakuona hii. Nisoma Job. Wasoma Yohana. Job 19:25. Wasoma Yobu 19:15. Pale Job. Ingawa alikuwa amepitia hali ngumu ya maisha. Unakaini wesile ite umone wala. Pale alisema. Awe isi ati. Oh, I know. Londo nini siki. My Redeemer. Kanamo tange iwa kwa. Live. Erayo. Haleluya. Haleluya. Ninajua Mungu wangu yupo hai. Nini singa iwa kwa erayo. Wapendwa, tuweke imani yetu ndani ya Mungu. Endo tuye imwe kwa chewitu ndini wangai. Kwa sababu mambo ni mengi. Nondo mambo ni maingi. Ya kukutingiza na ukicheza utaondolewa katika imani. Mautu zingira njala wala kama ubetuwa mbeno. Mambo ni mengi ya kutia uoga. Mambo ni mengi viyema utuiki ya wia. Katika maisha haya ya leo. Tayo ni uwa mundi. Haleluya. Haleluya. Hata wengine wanaogopa madeni. Onangi makiye makuoni. Unakaa yani uyenga la witelema. Unakaa na woga. Kila ndarika uona na utapewa. Kila wakati unaona wanakuja kuchukua. Hata wewe Yesu. Wanasifiwe. Waje nikuambie. Nikuati hii. Hata mimi nimepitia hiyo hali. Nundo neno nisilete onguno. Katika hali niliyopitia. Maundu neno ninesili. Ya madeni mengi. Ya makuoni maingi. Hicho nielekeza hata kuingia katika depression. Kila tando ete onaninga dele. Ilikuwa ni madeni. Yai makuoni. Lakini waje nikuambie. Ini nikuati. Mungu alipoanza kunirejesha. Nilanga iwambia kundungia. Ijapokuwa sijamalizana nayo kabisa. Onakaini namba umami inapio. Lakini Mungu ameondoa uoga ndani yangu. Itinga inu mbetete wia bini wakwa. Haleluya. Haleluya. Waje nikuambie. Nikuati. Penda maisha yako yapo ndani ya Mungu. Mwendo ekabali wakuwinde bini wangai. Hatuishi maisha imara kwa sababu kila kitu ni salama. Tuli kamaana. Mwamunundo kila kindu ketindili. Ati kwa sababu huna madeni. Ainundo mwima kuwani. Ati kwa sababu yani kila kitu kiko sawa. Ainundo kila kindu ni mwe. Uoga nafaa uondolewe na imani yetu ndani ya Yesu. Winia wamleta watango ni mwikie witu tenye wa Kristo. Hata wewe Yesu. Wanasifiwe. Hivyo naomba kuanzia leo. Waune wala kumomunde. Chote kinachokutia uoga. Chote kila kikuikia wia. Kaondoke katika jina la Yesu Kristo. Katikati ya dhoruba ya maisha tutaishi na amani, kwa sababu mtetezi wetu yu hai. Haleluya. Bwana asifiwe. Pointi nyingine kwa sababu ya time na pointi nyingine ya kuonyesha kwamba mtu wako wa ndani hayupo salama na ni mgonjwa. When you are living in bitterness and unforgiveness. Haleluya. Wacha nikwambie mpendwa. Haijalishi umekosewa na nani. Kutosamehe na kuishi maisha ya uchungu inaua mtu wako wa ndani. Na wacha nikuambie, Mungu hawezi kukutembelea ukiwa unaishi maisha ya kubeba watu. Bitterness and unforgiveness actually destroys you more than the person you are hating and you are taking revenge on. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haijalishi ni nani amekukosea. Ninaomba kuanzia leo Mungu wa rehema akuwapatie hiyo neema
kusamehe na kuachilia. Wakuwekea anakulwa. Unaposamehe na kuachilia, bila waekea na wale cha kwanza unachopata kwako ni amani ya moyo. Jambe kilopatana Mungu wangai. Mungu anakurudishia furaha ya wokovu. Na kenda hiyo yotungia Mungu motangia. Na anaanza kukurejesha. Na yambe hiyo kutungi. Haleluya. Haleluya. Baba kila jambo Mungu fulani akwenda kujua atakanwa. Kuna mtu akisikia jina fulani likitajwa, asikia kuinuka tu. Na wabaga biza naweza ya leo Mungu angeanza nasia. Na uko hapa kanisani na kuna yule amsalimia. Hata wewe Yesu. Ukote Mungu. Wewe mgonjwa kabisa. Hata wewe hivi. Wewe ushangojeka kabisa. Mungu umengojeka tu. Leo ibada leo Mungu angeanza nasia. Kama uko hapa na kunaye amsalimiani. Wenda dawa ya Yesu. Unahitaji dawa ya Yesu. Hata wewe Yesu. Bwana asifiwe. Kama wazaidi wote maneno natekie mbaba. Acha kusema huyu tulipaka kosana na tukaweka mipaka hapa. Yesu amupinga la nyono amupie. Vile Yesu alikufilia msalabani ndivyo alikufilia. Haleluya. Na Yesu ndo akwekeye wema kwekea niki. Yesu alikusamehe. Mbona usisamehe? Wema kwekea niki. Mbona wewe usisamehe? Yesu akwekeye. Yesu alikusamehe. Akabuka kukidia Mungu baana nukuitabu. Acha kuja kuinua mikono na umekata. Hata Yesu. Bwana asifiwe. Kwanza ndio amusako tika musako baya. Leo ni kwa kiroho. Roho eke musako. Leo nukuitabu katika kanisa. Kama leo tungekuwa tunafanya msako, tungefanya msako wa kiroho. Kama mtu wa ndani anabeba watu, usiingie kanisani. Kama unataka kanisa, acha nikueleze kanisa. Nikienda inye ambi ondungia. Ndiposa Mungu aanze kunirejesha. I had to forgive those people who conned me. Na imieke anwasu alamani koneye. Bana sifiwe. Mwiye yata hiyo. Ilibidi niingie kwa maombi akali sana. Na imi likebora niite siangwe. Ya kuomba na kufunga. Sia kuboya na kutia moja. Kwa sababu ulikuwa ni mzigo mzito sana. Nundu wa hiyo moito. Usicheze kukoniwa over 15 million. Ndukadauke na ukoni wa mbewa milioni. Tingili milioni 15. Hata wa Yesu. Bwana asifiwe. Na najua wengine ni wanatumia nguvu za giza kunikona. Na ange matumia mabina make bindu maini kwa. Wengine ni wachawi. Ange nendoi. Walitumia uchawi kunikona. Milioni woi mandene. Imagine nini hata nilifika mahali kauliza Yesu, hivi angana umendete wewe? Nikauliza Yesu, kweli hawa watu unawapenda? Anamunduzu aimoyuzu moya hapi. Na huyo mchawi unayemwombea afe, aibandumo ukwa badala ya kufa, endelea na kuendelea. Anaendelea na kuendelea. Uendelea na mkua. Nawe unambeba. Uleenda umwekea. Unakosa kumsamehe. Nunuti maisha make tima. Maana maisha yake si yako. Na Yesu bado anajua yeye ni mchawi. Na Yesu na uwezi wemendo. Hata kuna wauaji wanaoa. Imagine wale wameoa wale watoto wa pale. Inaitwa nini ile shule ya juzi? Utumishi. Can you imagine that? Kwa The kind of internet wanasu alama no wa Yesu. Those parents are going through. Kila ula se Yesu mesili. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nao bado Mungu hawajaoa kwa sababu ameoa. Na kikaida na moa ndo baba yuwaite. Imagine to your shock. Kwa swani ya kwa kutelema kwa. To your shock. Chao macha. Huyu mtu unayemchukua hivyo na kumbeba na kumchukia. Mondo mosa una kumukua. Mungu anakuja kumuokoa. Ngaia yote wamotange. Haleluya. Kwa sababu bado yeye alimfia msalabani kama vile leo kufia msalabani. Mundu amukwie ongela nyoni maundu wa ukwie. Kama unataka uwe ndaku block maisha mangu. Na kuambia ukitaka kuja kuendelea uiboya mana. Uendelee unaomba endelea kubeba watu. Endelea na ukuwa manga hii. Mimi ya watu niliwasamehe. Ando asunye na maeke hii. Mungu akaanza kunirejesha. Na akeka yambe yao. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akanipa amani. Na ngaya nenga Mungu. Na nikasema liwe liwalo. Na nasia kila kile wakile wewe. Kwa sababu bora niko hai. Na ndo ngaine hai. Bado niko katika mpango wa Mungu. Na ndio mwango ni wanga. Haleluya. Haleluya. Bado uko katika mpango wa Mungu. Ona kuyo mwango.
mupangoni wangu. Kwa hivyo achilia watu hata kama walikosea kiasi gani. Achilia. Wanaenda mapi. Naomba kwa Mungu aachilie, achilie watu. Kwa sababu hiyo ndio shida nyingi kanisani. Ndio sugu na mnene kanisani. Wewe muwawe na kuwekeando. Wewe ni mgonjwa kama usamehi. Hata wewe ICU. Hata uko ICU. Hata Yesu. Wewe kuanzia leo hapo. Kwambie munde tuachilie watu. Hata Yesu. Amen. Amen. Another point to show that something is not right in your life. Undungi wa kuona nyakana mema unduwina dena dayo wako. In your inner man. Deni wa mundu wa ndeni. Is what we call emotional instability. Ni kila kitawa mipindukango ya miwile. Yani watu wa wemo sio yuide kanda teka uidha hata uibetuka. Imagine. Kala umude nilagana ku. Leo tulikuwa tucheka nao. Anaona ndio natukengemo. Na kesho hata mtu anafanya kala atuliza mbele kama Mungu. Wewe unaitwa mtu wa kala wa Mungu. Mundu wa miwile. Hiyo ni shetani. Usune satani. Hiyo ni ishara umegonjeka ndani yako. Usune uona nyoka na ndani wakuwe muongo. Ndani ya Yesu tunafaa kuwa tuna furaha. Ndani wa Yesu tueledia wana utanu. Tunajua mambo ni mengi ambayo yanaweza kupiga chini. Ni mbona tuisema ndo ni maingi mautudesia. Lakini sasa isikubebe mpaka ime maika tu kuengina. Hata uongi na watu. Wewe na ndune nyando. Yaani na wewe msiwekala uiwite woza. Hata nyumbani unaishi na maasira sayo. Yaani msinona tete. Nyumbani umekasirika. Na kanisa nona tete. Na kanisani wakasirika. Hata Yesu. Ni hata hiyo. Aiwa msipandu abantu baziana kukakushodhaki. Ati tukifika nyumbani badala ya watoto waje kwa furaha. Simbitile ndadika na mami. Waniite dadi ya mama. Aiso zilika mkua mesa. Wote chini ya mesa bubu. Kaneka ni bedroom. Ama chini ya vitanda. Kaneka meziaje TV makasima TV mama wakikuona wakiangalia TV mara moja TV. Maka ni bedroom. Wanaenda bedroom. Wanaanza kusema ndani mba. Anaishi kwa hasira saa yote. Hata Yesu. Wanasifiwe. Wanasifiwe. Nienda tayari. Wengine waliona mpaka hivi sofa zetine kama ukionekana mpaka hata kama alikuwa kwa sofa ni huyo nje mara moja. Ndio nazoeza mamio wa Mungu. Maana wao wamekusoma wewe ni wa miwile. Hata Yesu. Bwana asifiwe. Mungu akuponye ndani. Daima atuposi. Ninaomba leo Roho Mungu akuponye ndani. Sema Bwana Yesu. Naomba uniponye ndani yangu. Naomba uniponye ndani. Ponya mtu wangu wa ndani. Ponya mtu wangu wa ndani. Nipe amani Mungu wangu. Nipe amani Mungu wangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Dalili inaenda haraka sana. Undongi ni wiki na metuki. Dalili nyingine ya kuonyesha wewe ni mgonjwa ndani yako. Wana nyonge wakanawe mbele. It is lack of inner peace and the joy. Ni kukosa utamu wa ndani na utani wa dhani. Hata Yesu. Bwana asifiwe. The moment you live a life where you lack inner peace. Linawe kalada yukoseta mawe wa ndani. And you have no joy. Na mwina utani nongi. Then that is a big problem. Usuni dhina mwenene. It means there is something wrong in yourself. Niona nyame na unduwina dhina mdene wako. Wokovu tuletiwa. Utangi yola metiwe. Wokovu wa amani. Ni moyo utangi yola mungu. Na ndio Yesu akatuambia ni Colossians 3:15. Nicho Yesu watuia Kolosai 3:15. I pray that as members of one body. Ni moyo tamwi andumamu dhomwe. That the peace of the Lord rules your heart. Kanamu wangai usongoni sienu. Hata Yesu. Mwenye taifa. Ndio kagalo tena Mungu. Ukiishi bila amani. Anazia msei. Na niwe semi asiati. Those who katika hii dunia. Oila tuibandi no. Lazima hiyo moments zinakuja. No ngina Mungu wako. Unapata umekosa amani. Ukevye ndwina Mungu. Lakini usikubali hiyo amani, ukukosa amani kudumu katika maisha yako. Ninde ndoketi kile kukosa Mungu kuhusu dayo ni kwa sababu ukiendelea kukosa amani, ndio waendelea kwa Mungu. Kutakuletea stress.
kuikwetia stress, na stress itaelekea kwa depression, na stress ikutoa, na baadaye utapata umekunywa dawa umekufa. na ende tuhivyo nywe dawa wakwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ufai kufikia hiyo level, Ngalitobikia kiwango tu, kwa sababu Yesu ndiye dawa. nondo Yesu no dawa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yataiwe. Kimbia kwa Yesu na atakuponya. Enda kwa Yesu ugosie. Yesu ndiye dawa ya maisha mtu wetu wa ndani. Yesu no dawa ya mundu witu wa ndani. Ametuitia amani. Atuitiite Mungu. Na ndio nilisema ya kwamba na nasi ati kuna watu tajiri sana kuyandwa dhimu no, lakini bado wanajinyonga. na no mekwejita. Na Yesu akatuambia in Luke 12:15. Na ndeto yangaia atu ya Luka 14. Yesu akatuambia jihadharini sana na tamaa ya ulimwengu. Yesu anena asiyesuvia nei muno, Kwa kuwa uzima wa mwanadamu nundu wima wa mundu haupo kwenye wingi wa mali alizo nazo. wimthini wa mali la winayo. Uzima wa kweli unaokuletea amani Thali wa wololtwetea Mungu ni wokovu wa Yesu. ni utangio. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ataiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yataiwe. The last indication Wona ni wamothia ya kwamba kuna kitu ambacho anabe kindwi kinaweza kufanya mtu wako angojeke ndani. ketuma mundu wakwa wa wanthini Ni ile inaitwa persistent guilt and self condemnation. persistent Persistent guilt and self condemnation. kwikala wisililite. Yes. Na kwitwia kila muthenya. Hata Yesu. Bwana asifiwe. Unajua watu wanapitia mambo mengi katika haya maisha. Ni wisi andu ni mesila maundu ni maingi thayo niyo, Na wengine hata tunaokoka angi tuyatangie na bado tunabeba ile hukumu ya zamani. na indi no tukwite osindilo wa tene. Bwana asifiwe. Kuna vitendo na vituko ulifanya kabla hujaokoka. Pemba undu na mabetyo manatwekie Na bado tutiatangie. unasikia inakuhukumu. Na umundu wiwa iyo silila. Hata Yesu Bwana asifiwe. achilia. Lecha. Yesu hata wewe Bwana asifiwe. achilia waje kuhukumu. Lecha no lieka kwesile. Yesu ashakusamehe. Yesu mwene ni wakuwekeiye. Na kama utabi Yesu ni wakuwekeiye. Acha nikwambie Yesu alikusamehe. Kwanza kuna watu ambao hawajajisamehe bado. Pea ndu mataisi ya kuiwekea ona yu. Kuna watu wanajichukia. Pea ndu menenete. Na bado wako kanisani. Na mewe kanisani. Na kuambia ijalishi ni dhambi gani ulitenda. Ni kweli ukula nyawekie na Na inyo. Yesu anayesamehe na kutuponya. Endebe Yesu wekeana ukubosia. Hata Yesu. Bwana Na asifiwe. ndio Biblia ikasema hivi. Na Biblia lasi ya In hivi. Isaiah 3:18. Isaia miongwena na She is 3:18. making everything new. Sisia kaula edo kwika undu weo. Forget about the whole past and the Wane whole maungwala makuu. He's making everything anew. Enda kwa vya kilundu. And he wants to do a new thing in you. Na enda ukutumia. But he cannot do a new thing Endese kwika undu weo. when you are self-condemning. Lila wende na pesile. Na ndio unaona Romans 8 Na icholo mieni kwa siya hii. verses 1 pale natuambia, Muso wande wa uyasia. for there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nondo balio sililo nongi kwa wala mendini wa Kristo Because Yesu. through the Spirit of life, Nondo kwisila berani wala. he has already delivered us Ni utugaiti. from the spirit of death. Kumana na beba wake ku. Hata Yesu, Wanawasibu. Yesu ashatusamehe. Yesu nutuwekeete. Hata kama ulipitia hali gani, Onenda wesilite ba. wewe jisamehe. Kuona Pia kuivieke. sasa unasema una hata matatona. Kuna watu kila wakati wanaona awawewe. Kwa sababu wanaona kama wafai. Nundu mona matailite. Nakwambia unafaa. Ni pia ni wailite. Jisamehe na usonge mbele, Yesu akuinue. Iyeke na isonga na mbe Yesu akokelie. Hallelujah. Amina. So how can the inner man be healed? Ende mundu wa ndini atonda kubohati. Hizo tumepitia ni dalili. Nitwabeti ama uona ni. Ujipime kama wewe Kuwe ni mene wei. uko katika ile tumesema. Maundu asutwa wetambe umwe wenda ayo ni wito. Ujue wewe ni mgonjwa. Na uimana. Ki. Unahitaji Dr. Jesus. Na ningu enda dakitali Yesu. Hata wewe Yesu. Bwana asifiwe. Kwa haraka Mungu tunaweza aje kuponya mtu wetu wa ndani? Kwa mituki leo tutona hata kuboa mundu wa ndini. Waje nikuambie mpendwa. Ni kuyati Ni mwema. mapenzi ya Mungu uishi
ya amani, ni wendi wanga iwe kale dayo wa Mungu, maisha ya furaha dayo wa utano katikati ya changamoto za dunia hii. Onna mawesilone maidi ya na Yesu akatuambia na hivyo Yesu watuiye in John 10:10 ndini wa Yohana 10:10 he came that we may have life and have it in abundance. Kieni kana tuive na dayo kwa wingi. Hata Yesu Bwana asifiwe. njia moja Ondumwe ni to sustain what we call an intimate relationship and a fellowship with Holy Spirit. Ni kukwatili la kwatanio ya pamwe na beba mudeu. Hata Yesu Bwana asifiwe. One that can only come if you go through what we call honest and a sincere repentance before God. Nayo ni kana kikiriwe no withiwe na umbuli wawo na wasanzu mbewa ngai. Hata Yesu Bwana asifiwe. repent before God Umbula mbewa ngai and be sincere to Him no yitwa wesanzu and continue having a fellowship with the Holy Spirit no yende na kwithwa na kwatanio na through prayer. kwa mboya. Hata Yesu Bwana asifiwe. bizina moyani Kupitia kwa maombi na nyingine ni kuendelea kumsifu Bwana. na zingine kuendelea na kumutaia ngai. Ibada ya sifa udhaidi wa utayo, ibada ambayo inasusha uwepo wa Mungu ni udhaidi udheasya utayo wa na ngai inaleta uponyaji wa ajabu. na iliete ubosio wimwana. Sio kuwa katika ibada tu ndio tunasifu, Niyo tio ndini wa udhaidi tutaiya lakini hata ukiwa kwako unawekwa kumusi kila wakati uwe na muda na Mungu wako, indiyo mbe idhona ebinda na ngai uwe wa na ibada zako ya kipekee na Mungu wako. ili wana ebinda yako na ngai mweli. Nizangira niku Nyakati nyingi nikiwa huko nina abamu ndani kwa cha ninaenda shambani asubuhi na saa 10 kama kuiza na ndatika sio ikangaina kuboya na saa 12 ninakuwa and that should be a daily practice. na usuwa ili telo wimbo tu wa When you sustain daily fellowship with the Holy Spirit, nilawe kalyamwata niyola kuna beba can mudhe I tell you hata kama ulikosewa kiasi gani ni kutabia ki onemba wabiti iwata utasamehe haraka haraka. nukuweke yao kwa Hata Yesu utaachilia haraka haraka. ile kanja metoke Lakini wakati unakaa mbali na Mungu, indi wekalama asana ngai from Sunday to Sunday ndio utakumbuka Mungu. no watu magina watu mwonga alili Na kanaonga yale mambo ya dunia hii, ni kutabia mambo mandina mawala mengine maingi. haya mambo ya dunia ni mengi Kunoza lebiuze ndio tukaingi Sunday with all wengi. itakupiga uishe Jumapili ikifika uwe ni mgumu. Because every day kuna watu wakakosea. Nundu kilamo gendana ongine okosewe. Bwana asifiwe. Ya time. Kwa lazima utafute kusustain your daily fellowship and a close relationship with the Holy Spirit. Inatukumande kukwata ni ya kwaba kubina beba mdefu. Through prayer. Kwa mboya. Last and not the least. Kamudia na tiko kaman katebata. In order Nikana to have our inner man twithiwe na mundu witu wa ndini sustained in a healthy manner, ekalete emuima emuku. we need to sustain and build healthy Christian fellowships. Nongina twake na tuikwatilila misingi milumu ya ngwatanio ya tangiwa. Na hiyo ndio sababu tunakujanga kanisani kila Na hicho kitu mitoka kanisa kila watumwa. hata wa Yesu. Ya time. Kwa hivyo katikati ya wiki Katikati ya watumwa. ukiwa na fellowship elder, Edha kuingwatanio mahali ya upo senda. inategemea unakaa na kina nani. Likulania wikala nao. Usikae na watu ambao Ukekalania nandu. hawamjui Mungu siku zote Matesenga imede na na yote. una uhusiano na ushirika na watu waliokoka. Nandu ina ngwatanio nandu alama teatangi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ushirika ni wa maana sana. Ngwatanio ni abatamu. Wacha nikwambie, usiseme umejitosheleza. Ekango tabiando kaasi ni wetu eti. Hujajitosheleza. Nandu wetu eti nongi. Kwa sababu tunapokutana pamoja, Nundu twakumanayo huwa tunatiana moyo. nitwikia na abina. Alafu mtu wetu
wa ndani anatiwa tumaini tena. Na mundu witu wa ndani alikiwa bila. Hata Yesu. Muyayata iwe. Kwa hivyo kuanzia leo, kwambio mundi, ninaomba mtu wetu wa ndani apone. Ni boya mundu wa ndani witu akaboe. Inua mkono wako ndio twende kumalizia. Inua mkono wako. Pindi akoko kwa kumikana tukamine. Ben wacha kuondoka kwanza. Ben ni ukulia kwa ndani yako kama. Sema Bwana Yesu. Asemu ya Yesu. Kulingana na neno lako. Kuyana na ndoto yako. Naomba Mungu wa Israeli. Ni Bwana Mungu wa Israeli. Uniponye mtu wako wa ndani. Umbosie mundu wako wa ndani. Wote ambao wamenikosea. Anwana manditisie. Kuanzia leo nimewaachilia. Kuanzia leo ninawaachilia. Kuanzia leo nimewasamehe. Kuanzia leo ninawasamehe. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Nimekualika katika maisha yangu. Nimekualika katika maisha yangu. Uniponye. Uniponye. Nipe amani. Nipe amani. Nipe furaha ya wokovu. Nipe furaha ya wokovu. Nipiganie na vita ambavyo vinakuja kuleta ugonjwa katika mtu wako wa ndani. Vita ambavyo vinaleta ugonjwa katika mtu wangu. Asante Roho wa uzima. Asante Roho wa uzima. Asante Mfalme wa ajabu. Asante Mfalme wa ajabu. Asante Yesu Mwokozi wangu. Asante Yesu Mwokozi wangu. Kwa kuniponya. Kwa kuniponya. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Mimi nimepona. Mimi nimepona. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Asante, asante. Mungu abariki sana. Gaya mwani. Karibu sana. Kaa tumalizie. Ikalande tuminokidi. Amen. Amen. It is so dangerous Ni undu wimo isio muno. to be sick Kwiwa muwau. and you don't know. Na wajiba watesi. Just like the physical sickness of the body. Otondu kwithia wa uwa woneke wa mi. Just you be sick in the physical. Ni witha wimu wa mwili. And you fail to know that you are sick. No ile amalaka na wimu wa. It is just the same with the spiritual sickness of the inner man. Ouna wakwithia wa mundu wa ndini. Let me tell you the way forward, because you have known the saints and how you can be healed in the inner man. Ekamu tabiondu wa ile kwika nondu ni wa amana tawi mwanasa nondu wa ile okukumia mundu wa kwa ndini. It happened that one time I was sick and I was not aware. Then I took my brother Bishop Stephen Matande to hospital. He was sick and he knew he was sick. So I took him to hospital, not knowing that I was worse than him. Then when I went to hospital, there was a sign I was not feeling so strong as I used to be. As we have known the signs of sickness of our inner being. As he was being diagnosed by the doctor, na akipimwa vitu vile zinaonyesha mtu amegonjeka na ni wapi amegonjeka. Na sio na pale ni mwenezi. Nikasema hata mimi nipimwe niangaliliwe. There are people who does not know that they are sick and they do not see the clinical officer. They are sick. No, wow. And they don't know. When I was diagnosed, I was told that I am not supposed to go home. So I was driving the car, and driver was to come for the vehicle. Anongelwa kiguna dawa. Nikaongezewa maji na dawa. Newa kabaluka. Na nikaambiwa nikianguka, that will be my end.
My malaria was at the acute stage. So let me conclude by telling you as I pray, you have known the way forward. There is a spiritual doctor who can heal you. He can heal the inner man. And you have known how you can be diagnosed before you collapse. Why can you come to Jesus after you know that you are sick in a being? Just come to Jesus. He has a lot of mercy and grace. Amen. Amen. It is so bad to live a life of a Christian then you don't enjoy the fruits which God has promised us. You know the scripture. You are going to eat the goodness of the land. But you have not tasted the goodness of the land. I want you to enjoy life here on earth and in heaven, because you have been diagnosed. Stand on your feet. I want us to pray. Live a life of a Christian, because you have known where you go wrong. If you know that you are following not following the right route, why can you go back? There is a way out. Hallelujah. Amen. Lift up your hands so that you may pray. Mighty and everlasting Father, I worship you because of your love. That is the reason we have heard your word. We have known where we are sick in our inner being and how we can be healed. How I call upon your name, that Holy Spirit will enable us when we don't know what to do. Be there on our side so that you may strengthen us once again, so that you may heal us once again. It is your word and it is your promise that you are going to heal our broken hearted because of your love, because of your mercy. Thank you for what you are going to do in our lives. When you heal ourselves in our inner man, in every other situation we are going to be healed. And life will be full of joy and peace because of what you are going to do. As we are going to call upon your name, be in our ministry in the name of Jesus Christ. Lift up your hands as I pray for you. Father, in the name of Jesus Christ, we have known where we go wrong and what makes us to be sick in our inner being. We repent before your presence so that you may restore us once again. In the name of Jesus, we worship you because of what you are going to do. For our life will not remain the same. There will be a change in our lives. People will see about it. We will know about it. We will testify of your greatness because of what you will do. In the name of Jesus Christ, let many know you because of what you will do in our lives. Thank you, King of Glory, for you
You are the Lord. And beside thee there is none other like him. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we do pray and believe. Amen. Somebody say, I believe.